السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala. Albaqau lillah. Leo tuko hapa kwenye maziara ya kikoani Seif Halwa kuja kumshindikiza na kumzika mzee wetu Sheikh Muhammad Bun As-Saadi. Huyo ni mmoja katika wazee wetu wasiu, ni mmoja katika wazee wetu ambao kwamba wana tarehe kubwa, na kuna dharura kujua tarehe za watu kama hawa na sisi tupate tuigize. Kwa ufupi sana, tulipofungua mato sisi tukamwona mzee wetu huyu ndiye alimpokea mwalimu wetu al-Ustadh Said Abdullah bin Said Muhammad Sagaf alipomaliza kusoma masomo yake Lamu Riadha kule, na kwa Said Muhammad Sagaf na kwa Bahsani na kwa Sheikh Muhammad Sheikh Qadhi, ikawa sasa aje afundishe sehemu za si. Ustadh Mwenye Abdalla alikuwa kwa mikononi mwake, tumemwona manake sisi kwa ujana. Ye Sheikh Muhammad Bunu ana duka, tukawa ustadhi pia shughulika pale kwenye duka, kisha sasa ndio ustadhi akaba na huku aendelea na harakati, tukaanza kusoma uhai wote ambao kwamba tuko katika maeneo ya Siu. Tulikuwa tukimwona yeye na Ustadh Mwenye Abdalla bega kwa bega katika kumsaidia kuipeleka mbele dawa na vijana kusoma, yote ambayo kwamba tukiyaona katika masala ya kusoma, msikiti wa Juma, kwenye madarisi, kujengwa madarasa, kila kitu utamwona uko mstari wa mbele. Hakuwa ni mtu wa nyuma kwa fikra, kwa mawazo, kwa chake. Huku yeye utamwona ile Mahadul Irshad, tangu kitu wa madrasa mpaka Mahadul Irshad, utamwona alikuwa kwa mstari wa mbele sana katika masala ya kielimu, kwenye misikiti, kwenye madarisi, kwenye jamii pia akishughulika katika jamii pia kupeleka mbele katika mji wetu wa Siu. Ni maarufu, harakati zake ni kubwa. Sisi wanafunzi wa Mahadul Irshad ndio pengine huzungumza kwa upande wa elimu, ndio tukimwona, lakini alikuwa ni mtu wa harakati mbalimbali katika mji wa Siu, akiwa ni mfanyabiashara, lakini alikuwa ni mwenye kujishughulisha na maendeleo na mambo mbalimbali kwa watu wa Siu, na haya yafahamika mpaka kufa kwa mwalimu wetu hakukoma. Ikawa yeye katika wale wazee wetu wa Mahadul Irshad katika kushughulika, hakuregea nyuma mpaka sisi tuhesabika ni vijana zake. Ikawa saa zote yuko pamoja na sisi kutupa rai na kutuelekeza, saa zote kutupigia simu alipokuwa hata hawezi tena. Mimi nakumbuka kija msikiti wetu Memon Flat kule Floringi, kwenye vikao hakosekani, akija kila mara na kutoa mchango wake wa fikra na mengineo, mpaka alipokuwa hawezi tena kutembea, lakini la, utamwona akitupigia simu na kutupa ushauri wa mambo mbalimbali. Hili mimi naona tufanye hivi mpaka harakati zetu za mwisho hizi za kutafuta nyumba za tahfidh, utamwona yeye alikuwa na mchango mkubwa na mambo yalikuwa ni makubwa. Kwa hivyo hii ni kwa ufupi, mzee wetu alikuwa na bidii katika mambo ya kielimu, tena pande zote, hata mambo ya kimaskuli pia alikuwa na bidii, jamii ipate elimu zote. Hakuwa ni mtu basi wa kukaa kimya kimya tu, alikuwa ni mtu ana bidii, watu wasome kwenye ulimwengu wajue, na kwenye akhira alikuwa ni zaidi bidii yake na kuyafuatilia. Mahusiano yake na shekhe letu ilikuwa ni makubwa, mpaka tuweza kusema kila analolifanya utamwona mpaka muhusishe na shekhe letu Said Abdullah kwa ushauri na hili na mengineo. Kwa hivyo haya ni mazuri ambayo kwamba mzee wetu aliyokuwa nayo katika hayati yake. Mwenyezi Mungu amjaze kheri, kwa sababu haya ndiyo na mengi yaliyotusaidia mpaka mwalimu wetu pia naye kupata umakinifu katika kuweza kutusomesha, tukasoma na wengi tangu wakati huo mpaka sasa. Sisi alhamdulillah, tangu nyele zote ni nyeusi mpaka sasa nyele zimekuwa nyeupe zote, taziona hakusangaa mpaka akhiru hayati, mwisho wa uhai wake utamwona alikuwa na bidii mambo ya kielimu. Kwa Mwenyezi Mungu amjaze kheri, amsamehe. Leo ndio siku ya kumshindikiza na kumzika kwenye maziara haya ya kikoani upande wa Seif Halwa. Mwenyezi Mungu amsamehe yeye na wale wazee ambao kwamba walikuwa rafiki zake wote ambao kwamba walikuwa tuko nao na karibu wote, sasa hawako tena. Mzee Faraji, mzee Hamidi, mzee Ahmadi na wengineo wote ambao kwamba walikuwa ni timu kubwa mashallah ya Siu, ya Lamu, mzee Athmani ya hapa Mombasa.
wote lengo lilikuwa ni kuhakikisha vijana wamepata dini yao. Yeye ilikuwa ni mmoja katika hao. Mwenyezi Mungu amjazi kheri, na Mwenyezi Mungu atuzidishie mashikamano na hawa vijana zake, tuzidi kushikana ile kazi aliyoiwata mzee wao aliyokuwa nayo. Kwa hivyo tuwahusia vijana zake wote ambao kwamba tumesoma nao pamoja skuli na madrasa, wasia wetu yale aliyokuwa na mzee na nyishikamani nayo yale, ili tuweze kupata mafanikio mbalimbali katika dini yetu na katika mji wetu wa Siu. Mwenyezi Mungu amsame, Mwenyezi Mungu amwingize katika firdausil a'la. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Na Mwenyezi Mungu atupe sisi husnul khatima katika kuondoka kwetu. Wassalamu alaikum wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.